Habari za muda huu ndugu zangu watazamaji wa Mcgz channel. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Siku ya leo naomba nizungumze juu ya habari za wanawake au kina dada wote. Kuna issue ambazo tunaweza tukafanya au mnaweza mkafanya ambazo zinaweza zikasapoti biashara zenu au zikasapoti kipato muweze kupata mbali na kufanya shughuli zingine. Kwa kama ni mwanamke ambaye unanisikiliza kwa siku ya leo, kuna biashara kadhaa ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kufanya ambazo zinaweza kukuingizia kipato kikubwa sana pasipo kuvuja jasho. Tukianza na biashara ya kwanza ni biashara ya vipodozi. Wanawake wanapenda sana urembo na hisi kitu ambacho mnafahamu kabisa. Vipodozi ni bidhaa zinazouzwa sana kwa sababu ya mahitaji makubwa. Nunua bidhaa za vipodozi kama vile lipstick, foundation au skin care products na kuanza kuuza kidogo kidogo. Ukiweza kuanzisha duka au biashara mtandaoni, mafanikio yako yatakuwa karibu sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Kama ni mwanadada au mwanamke unanisikiliza, unaweza kuanza nacho. Kitu cha pili unachoweza kufanya kama ni mdada au mwanamke unanisikiliza ni uuzaji wa nguo za ndani. Hapa nazungumzia unaweza kuuza chupi, sindiria, brazier au tight au hata bidhaa zinazotafutwa kila siku. Hii ni biashara yenye mtaji mdogo lakini ina faida kubwa. Nunua bidhaa za kisasa na zenye ubora, uanze kuwauzia wanawake wenzako mitaani au kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kufanya hivyo unaweza kujiingizia kipato kama ni mwanadada. Lakini pia namba 3 ni uuzaji wa viatu na mikoba. Kwa kama ni mwanadada unanisikiliza au mwanamke, viatu vya kike na mikoba ni biashara inayolipa sana. Wanawake hupenda bidhaa zenye ubora na mvuto. Unaweza kununua bidhaa kwa ujumla na kuziuza kwa rejareja pamoja na kuongeza kipato, unajijengea wateja wa kudumu. Unaweza kuuza viatu au mikoba. Hii ni biashara ambayo inaweza kukuingizia kipato wewe mwanadada au mwanamke unanisikiliza. Lakini pia biashara nyingine ya 4 unaweza kufanya ni uuzaji wa mapambo na accessories mbalimbali. Hapa vitu vidogo kama hereni, bangili, mikufu na saa vina soko kubwa sana kwa wanawake. Nunua mapambo ya kipekee na uanze kuuza kwenye harusi au sherehe au mitandao ya kijamii. So kwa kufanya hivyo unaweza kujiingizia kipato kikubwa sana wewe mwanadada au mwanamke unanisikiliza. Lakini pia usisahau saluni. Namba 4 nazungumzia saluni au kusuka. Unaweza ukasuka nywele ukiwa saluni au ukasuka ukiwa nyumbani. So kama unapenda sana mitindo ya nywele, hii ni biashara inayolipa sana. Mwanamke alianzisha saluni hata ndogo upata wateja wa kudumu, kwani nywele zinahitaji matunzo ya mara kwa mara. Najua mwanamke unanielewa, huwezi kukaa na nywele hujatengeneza mwezi mzima. So mara kwa mara unahitaji kurekebisha nywele zako. Lakini pia unaweza pia kujifunza mitindo mpya ya kusuka ili kuvutia wateja wengi zaidi. Hii ni biashara pia mwanamama unanisikiliza, unaweza ikakuingizia kipato. Lakini kitu cha muhimu zaidi, chagua biashara inayokufaa kulingana na uwezo wako wa mtaji na mahitaji ya soko lako. Pia lakini usisahau jitume, endesha biashara kwa nidhamu na hakika utafanikiwa. So hizi ni biashara 5 ambazo mwanamama au mwanadada ambao unanisikiliza unaweza kuzifanya, lakini pia katika kuzifanya zikakuongezea kipato chako. So endelea kufuatilia channel yetu ya Mcgz kwa habari zaidi zinazoweza ambazo kusaidia kukupatia elimu mbalimbali kuhusiana na biashara kwa wanawake na wanaume